Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Israel inasema ina hofu na Marekani juu ya kusonga mbele kwa mazungumzo kati yake na Iran na kwamba huenda suala la nyuklia la Iran lisiwe katika mpango wa kuharibiwa tena. Israel imesema inafikiria kabisa kwamba kinachoenda kutokea ni Iran kuendelea na uzalishaji wa nyuklia na huenda ikaja kuzalisha hata mabomu ya nyuklia, jambo ambalo linaweza ni hatari kwa upande wa Israel. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasisitiza kwa wabunge wa Marekani wanaozungumzia juu ya suala la pamoja la Israel na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, wakisema tupo njia panda juu ya hili linalofanywa na Marekani na Iran kuelekea makubaliano ya nyuklia. Israel ina wasiwasi mkubwa kwamba Marekani inakaribia kufikia mpango mbaya wa Iran ambao hautafikia masharti muhimu ya Yerusalem ili kuhakikisha utawala huo hauwezi kufikia silaha za kinyuklia, ripoti ilieleza siku ya Alhamisi. Kituo cha habari cha Channel 12 nchini Israel kimeripoti kwamba Wayahudi wanaamini kwamba mazungumzo yaliyoaminiwa na Rais Donald Trump na Iran yakiongozwa na mjumbe Steve Witkoff ni ya hali ya juu sana na kwamba Marekani haishiriki taarifa za kutosha na Israel kuhusu masuala muhimu mahususi. Hii licha ya mazungumzo ya kina yanayoendelea kati ya Witkoff na waziri wa masuala ya mikakati Ron Dermer, ripoti hiyo imeeleza. Ripoti hiyo imenukuu duru za diplomasia, kisiasa na kiusalama ambazo hazikutajwa majina. Ilisema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Israel Katz na afisa mkuu wa IDF ambaye hakutajwa pia walifanya mashauriano ya dharura wiki hii kuhusu suala hilo. Hata hivyo, katika majadiliano hayo mpango ni kufanya shambulizi dhidi ya miundombinu ya Iran hata kama hakutakuwa na usaidizi kutoka nchini Marekani. Taarifa hiyo ilisema kwamba wakati wa mazungumzo yao ya siku ya Jumanne, Netanyahu alimwambia Trump kwamba hakatai mbinu ya kidiplomasia, lakini kwa sharti tu kwamba makubaliano yaliyofikiwa hayataacha athari ya mpango wa nyuklia wa Iran. Trump amethibitisha kwamba hii ndio nia ya Marekani, ripoti hiyo ilisema, na kwamba makataa ya siku 60 aliyokuwa ameweka kwa azimio lililojadiliwa bado inatumika. Wakati ubadilishanaji huu ulipunguza wasiwasi wa Israel kidogo, ripoti ilisema taasisi ya usalama inasalia na wasiwasi juu ya wapi mazungumzo yanaelekea. Kwa upande mmoja, uongozi wa Marekani unatangaza hadharani kwamba Iran haitapata silaha za nyuklia, lakini kinyume chake mafanikio ya kweli yanafanywa kuelekea makubaliano ya nyuklia kwa njia ambayo inasumbua sana, ripoti imenukuu wataalamu ambao hawakutajwa. Ripoti hiyo ilikuja wakati ofisi ya Netanyahu ilisema kwamba wakati wa mkutano wa Alhamisi na ujumbe wa pande mbili za wanachama wa Congress ya Marekani, waziri mkuu alijadili umuhimu wa majadiliano ya pamoja ya kuvunja mpango wa nyuklia wa Iran. Duru ya tatu ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran iliyopatanishwa na Oman imepangwa kufanyika Jumamosi, mkutano wa kiufundi wa ngazi ya juu ya wataalamu ambapo pande hizo mbili zimeripotiwa kupangwa kuanza kuandaa mfumo wa makubaliano. Awali ulipangwa kufanyika Jumatano, lakini baadaye pia ukasogezwa hadi Jumamosi, Tehran ilitangaza siku ya Jumanne. Mkurugenzi wa mipango na sera wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Michael Anton, atakuwa mwakilishi mkuu wa utawala wa Trump katika mazungumzo hayo ya kiufundi, ofisi yake ilisema siku ya Alhamisi. Anton alikuwa msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa la White House wakati wa muhula wa kwanza wa Trump na alihudumu katika ofisi hiyo wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Marekani George W. Bush, lakini hana historia ya sayansi ya nyuklia. Mjumbe maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff pia atakuwepo kwa duru ya kwanza mazungumzo ya kiufundi huko Oman siku ya Jumamosi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Tammy Bruce alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kabla ya mkutano huo, wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki watatuma timu nchini Iran kujiandaa kwa ajili ya mazungumzo hayo. IAEA huenda ikapewa jukumu la kufuatilia mpango wa nyuklia wa Iran iwapo makubaliano yatafikiwa. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi katika ofisi ya Oval, Trump alisema Marekani ilikuwa na mikutano mikubwa sana katika mazungumzo yanayoendelea ya nyuklia. Kuna chaguzi mbili tu. Chaguo moja si chaguo zuri hata kidogo, alisema, kimaanisha chaguo la kijeshi ambalo limetishiwa ikiwa Iran itatafuta silaha za kinyuklia. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.